Mafunzo haya ni sehemu ya juhudi za serikali za kuimarisha sekta ya kilimo ambayo ni muhimili mkuu katika uchumi wa wananchi, wa mtu mmoja mmoja, lakini pia na taifa kwa ujumla. Lakini tuna malengo makubwa sana katika mafunzo haya, na lengo kuu la mafunzo haya ni kutuwezesha sisi maafisa ugani ili tuweze kutoa huduma bora zaidi kwa wakulima, ikiwa ni pamoja na kuongeza uzalishaji, lakini pia na kuimarisha usalama wa chakula na kipato katika ngazi ya kaya. Tunatambua changamoto zilizopo za mabadiliko ya tabia nchi, lakini sisi ndio wasomi ambao tumeaminiwa na halmashauri zetu kwenda katika hayo maeneo. Kwa hiyo ni lazima kutengeneza mazingira ya kuwa updated ama kupata taarifa halisi za wakati huo kwamba kuna mabadiliko ya tabia nchi katika eneo nalo lilisimamia. Zao fulani ambalo lilikuwa linastawi ama linashamiri kwa miezi minne sasa haliwezekani tena kulimwa katika eneo lako. Ni zao gani mbadala utalilima? Linatumia muda gani? Namna ya kulihudumia ili liweze kuwa na tija, namna ya kutumia mvua kidogo ama changamoto zingine za magonjwa. Lakini kutokana na juhudi hizo, wenzetu wa COPRA wameweza kuleta kilo 1609 za mbegu bora ya mbaazi ambayo imegawanywa kwa baadhi ya wakulima ambao ni wa kimkakati kwenye hizi halmashauri ambazo nimezitaja, ili katika msimu huu wa uzalishaji basi tuzalishe mbegu bora. COPRA imeandaa mafunzo haya ya wataalamu wa kilimo, maafisa ugani, kwa kuwa kumekuwa na changamoto mbalimbali katika tasnia nzima ya nafaka na mazao mchanganyiko. Changamoto hizo ikiwemo ni pamoja na changamoto ya ubora katika mazao yetu, takwimu zisizo sahihi za kilimo, matumizi yasiyo sahihi ya pembejeo na ukosefu wa mifumo rasmi ya ufuatiliaji na udhibitishaji wa mazao kimataifa. Tracing system ya kufanya tracing mazao yetu haijakaa vizuri. Kwa hizo ni miongoni mwa changamoto ambazo zinaikabili tasnia yetu hii ya nafaka na mazao mchanganyiko. Sasa kwa kufahamu hilo, COPRA katika mwaka wa fedha wa 2025-2026 iliandaa programu kuu 3. Programu mojawapo ni kusambaza mbegu bora kwa mfumo wa ruzuku. Kwa hiyo COPRA imenunua mbegu na kusambaza kwa wakulima. Vile vile programu ya pili, COPRA inachagiza huduma za ugani. Inachagiza huduma za ugani kwa kushirikiana na maafisa ugani kutoka halmashauri mbalimbali. Pia katika kanda zingine ambazo zina mfumo maafisa ugani wa BBT, kwa inashirikiana pia na maafisa ugani wa BBT ili kumwezesha mkulima aweze kupata huduma ya ugani na kuzalisha kwa tija. Kwa majina naitwa Sylvia Thomas Mashare, ni afisa kilimo kutoka halmashauri ya Meru DC. Bado elimu inahitajika itolewe kwa sababu wakulima ni wachache wanaoelewa juu ya COPRA na jinsi tumejengewa uwezo kwa siku ya leo kwamba sasa tunaenda kuipeleka hii elimu kule sasa kabisa iwafikie kila mkulima, na kulingana na mashamba darasa ambayo tumeandaa katika kata zetu, tutaenda kuyatumia yale mashamba darasa kuwafundisha wakulima waweze kuipata ile elimu na kujua mbegu ambazo zinatokana na COPRA ni mbegu nzuri na imara na zinatoa mazao mengi kwa wakati mmoja. Kwa majina naitwa Nestori Edward Buliba, ni afisa kilimo toka halmashauri ya Monduli. Tunashukuru COPRA kwa kutupatia mafunzo haya kwa ajili ya kwenda kusambaza elimu ambayo tunaenda kuwezesha wakulima wetu kwa ajili ya kuinua kipato kwa mmoja mmoja, sasa ambazo wametupatia mbegu kwa ajili ya kuanzisha la mashamba darasa na kuona mifano kwa ajili ya kuinua kipato cha mkulima mmoja mmoja na taifa zima kwa pamoja.